Kwa watu wenye ulemavu wanayo mengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ya kuzungumza. Sisi tumeishi hapa nchini, hatujawahi kuhama, tumeshuhudia mabadiliko tukiwa kwenye wizara nyingine, tumeshuhudia awamu nyingi zikipita, lakini tumeiona awamu hii, na wenzangu mtaniunga mkono, kwa kweli hatujawahi kufanya kitu kama hiki cha kutoa tuzo. Uongo kweli? Leo tumeamua kuileta. Na hivi tunavyoileta, maana yake ni shukurani zetu, ni pongezi zetu, kwamba katika kundi letu sisi, awamu ya 6 iliyoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan haijatuacha na swali lolote nyuma. Kipindi cha awamu ya 6, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyama ambavyo viko chini ya shirikisho la vyama watu wenye ulemavu sasa hivi vinafurahia ruzuku inayotolewa na serikali ya awamu ya 6. Katika kipindi hiki cha awamu ya 6, watu wenye ulemavu tumeenjoy na tumefurahia kuona wenzetu wakiendelea kuhudumu kwa nafasi mbalimbali za ngazi za juu ambazo Mheshimiwa Rais amewaamini na kuwapa dhamana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wenye ulemavu tumeshuhudia mikopo ikitolewa katika ile 2% ya watu wenye ulemavu. Tumeshuhudia watu wenye ulemavu wakipata ajira sana serikalini na wakipewa kipaumbele kikubwa. Kwa hiyo tunayo mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuinua mtu mwenye ulemavu kiuchumi, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuinua mtu mwenye ulemavu kiuchumi, serikali imefanya mambo mengi hasa kwetu sisi watu wenye ulemavu. Miongoni mwa hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni pamoja na kuanzisha program muhimu, program za ujumuishi ambazo zinatujumuisha sisi watu wenye ulemavu kiuchumi. Kwa mfano wa programu hizo ni Jenga na Samia, ambayo inaanzishwa, ni mfuko wa Jenga na Samia ambao umeanzishwa mahususi kwa ajili ya kusaidia makundi mbalimbali, na sisi watu wenye ulemavu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefaidika kupitia mfuko huu. Hayo na mengine mengi yametusukuma sisi watu wenye ulemavu kuamua kutoa tuzo hii kama ishara muhimu ya alama ya ushindi wa mapambano na umuhimu wa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao ameufanya wa kujumuisha makundi ya watu wenye ulemavu katika nyanja zote na katika sekta zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia serikali ya awamu ya 6, ziko taasisi mbalimbali nyingi ambazo zimekuwa zikifanya program jumuishi na zikitujumuisha sisi watu wenye ulemavu. Mfano wa taasisi hizo ni Shirika la Madini la Taifa STAMICO ambalo limekuwa likisaidia vikundi vya watu wenye ulemavu, na kwa idadi yao mpaka sasa tunavyo vikundi 50 ambavyo vimenufaika na program ya mkaa mbadala wa Rafiki Briquette, ambao sasa tunaweza kujipatia fedha na tunaweza kuondoka kwenye umaskini. Haya ni matokeo mazuri ya usimamizi mzuri wa jenerali wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana sisi kama watu wenye ulemavu tumeamua kuguswa na kutoa tuzo hii kwa kutambua jitihada zake za ujumuishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watu wenye ulemavu nchini Tanzania kwa muda mrefu tulikuwa tukikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kukosekana kwa mfumo wa pamoja unaoturatibu. Lakini kupitia ofisi yako ya Waziri Mkuu ambayo wewe umekuwa ukisimamia, tumeona mageuzi makubwa ya kimifumo yakifanyika na tumeona nyenzo mbalimbali zikizinduliwa. Hii yote imepelekea jitihada kubwa na upendo mkubwa ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiufanya na akionyesha kwetu sisi watu wenye ulemavu. Tunakushukuru sana.
Kama ambavyo nimekwisha kueleza, kuwepo kwa mifumo mbalimbali ambayo imeanzishwa chini ya serikali ya awamu ya 6. Kwa mfano, mfumo maalumu wa mtandao ambao unaitwa Albino Portal, ambao sasa unawezesha sisi watu wenye ualbino kuweza kujisajili kule. Hii imepelekea kuwa na utambuzi wa pamoja na kufahamu idadi ya watu wenye ualbino, ili kurahisisha karibu upatikanaji wa huduma hizi za watu wenye ualbino. Na leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa jitihada hii kubwa ambayo imefanywa na serikali ya Mama Samia, ya mama yetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukio hili si moja kama matukio mengine ambayo yamewahi kutokea, lakini hili ni tukio la kipekee ambalo linabeba mrejesho wa shukurani kwa kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa watu wenye ulemavu katika miaka yake 4 ya uongozi. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumefanikiwa kufungua milango ya upatikanaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu. Zaidi ya watu wenye ulemavu 1213 wameajiriwa katika taasisi mbalimbali za serikali, ikiwemo katika kada ya afya, kada ya elimu, kada ya uhasibu, ustawi wa jamii, lishe na maendeleo ya jamii. Nafasi hizi za ajira zimeleta matumaini makubwa kwa watu wenye ulemavu katika kufikia usawa kupata ajira kwa utumishi wa umma. Lakini naendelea kukushukuru na kukupongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo tumeweza kusimamia ile 3% ya wenye ulemavu wanapokwenda kwenye ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka 4, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa ruzuku ya shilingi milioni 61 kwenda kiwanda cha KCMC Moshi Kilimanjaro ili kuzalisha mafuta ya kinga saratani ya ngozi kwa watu wenye albino kwa gharama nafuu. Mafuta hayo yanagawiwa bure kupitia bohari ya madawa ambayo inatoa katika vituo vyote vya afya vilivyomo nchini. Lakini pamoja na hilo, katika miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameendelea kuwekeza katika 10% na maelekezo yake yametekelezwa, ambapo leo tulipo tunashuhudia bilioni 16.4 zikiwa zimetolewa kwa vikundi mbalimbali na mtu mmoja watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na washiriki wote, haya yote niliyoeleza na mengineyo ambayo yameelezwa na waliotangulia ni wazi kabisa yanampa nafasi Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kipekee ambaye amejali maslahi ya watu wenye ulemavu. Nataka niwahakikishie watu wote wenye ulemavu katika Tanzania kuwa hii ulikuwa ni mwanzo. Katika mitano inayokuja itakuwa ni hatari kabisa. Mheshimiwa Rais ameendelea kuahidi kwa wananchi kuwa yeye ataendelea kuwa mlinzi wa afya na usalama wa watu wenye ulemavu. Lakini pia ameendelea kuahidi na kuendelea kufanya kazi juu ya mahitaji yote ya watu wenye ulemavu. Na kupitia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa unatufikishia salamu na maagizo ya Mheshimiwa Rais, na sisi nataka tuhakikishie hatutokuwa kikwazo cha kukwamisha kuwafikia na kuwatendea haki watu wote wenye ulemavu Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote niliyoeleza ni kielezo chosha kinachodhihirisha dhamira na nia njema alionayo Mheshimiwa Rais ya kuendeleza ustawi wa watu wenye ulemavu. Na ndiyo maana taasisi hii ya Foundation for Disability Hope na SHIVYAWATA, kwa kutambua kazi nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Rais, leo hii wametoa tuzo kwa ajili yake. Ndugu viongozi wa vyama mbalimbali vya walemavu Tanzania, serikali katika kutekeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuinua ustawi wa watu wenye ulemavu imeendelea kutekeleza mipango, mikakati na afua mbalimbali ambazo zinawahusu watu wenye ulemavu. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma na kuimarisha fursa za upatikanaji wa huduma za kwa jamii ya watu wenye ulemavu. Serikali imeendelea kuweka mfumo wa utoaji huduma kwa watu wenye ulemavu kwa kufufua mfuko wa taifa wa watu wenye ulemavu. Mfuko huu ulianzishwa mwaka 2010, lakini kwa kipindi chote hicho haukuwahi kufanya kazi hadi mwaka 2022 serikali ya awamu ya 6 ilipofufua tena kwa kutenga fedha. Tayari serikali imeshatenga bilioni 2.1 na hivyo kuwezesha mfuko huo pamoja na mambo mengine kutoa ruzuku inayofikia shilingi milioni 408 kwa miaka 2 mfululizo
kwa vyama vya watu wenye ulemavu na shirikisho la VIWAWATA. Serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kujifunzia na kufundishia kwa kutoa shilingi bilioni 8 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri zote kwa malengo ya kuwafikia wanafunzi wetu walioko shule za msingi mpaka sekondari. Vifaa hivyo ni kwa ajili ya vifaa vya wanafunzi wenye ulemavu wa kutoona na uona hafifu, viziwi, ualbino na wenye ulemavu wa viungo, vifaa vya kufundishia pamoja na vya michezo. Vyote hivi vimeshapelekwa kwenye halmashauri. Serikali kupitia mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ipatayo bilioni 16.4 ambayo ni 2% inayotengwa na watu wenye ulemavu kwa vikundi na mtu mmoja mmoja kwa walemavu. Hapa tunataka kumwezesha mlemavu kujikwamua kiuchumi na kuhakikisha kuwa kila panapokusanywa fedha hii na kutangazwa, walemavu wapate fursa na wao. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi sana. Nataka niwaambie, amenihakikishia na kuwaambia kuwa yuko tayari kuendelea kufanya mambo mengi zaidi. Wakati huu anapopita nchini kote kuomba ridhaa, anajitahidi kueleza umma kwamba pia na ndugu zetu wenye ulemavu ataendelea kuwahudumia. Na mimi nikiwa hapa mbele yenu na nyie mkiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya wenye ulemavu, wadau wa sekta za umma na binafsi, niwahakikishie kuwa Mheshimiwa Rais ataweza kuendeleza huduma zaidi kwa watu wetu wenye ulemavu. Niwaombe sasa Watanzania wote tuendelee kumuunga mkono. Ana nia ya dhati, ana dhamira ya kuitaka sekta hii iweze kuwa na ustawi mzuri na kila mwenye ulemavu aone kama ndaiko ndani ya nchi na afanye mambo yake kwa uhuru mkubwa kama ambavyo sasa tunashuhudia. Mheshimiwa Rais amenituma niwaishe kwamba anawapenda sana, na tuzo hii imempa nguvu kubwa ya kuendelea kutekeleza dhamira yake ya dhati kabisa katika kuimarisha ustawi wa watu wenye ulemavu hapa nchini, hususani kwenye maeneo ya elimu, afya, miundombinu wezeshi mbalimbali, masuala ya ajira, haki, pamoja na ushiriki wenu kwenye nafasi mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi.